Ni sawa sawa. Kama hatutahubiri injili, hakuna mtu ataingia mbinguni. Hamna hata moja, hakuna hata moja. Yaani tusipohubiri injili hakuna atakayeingia mbinguni hata mmoja. Biblia inasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Alafu mstari wa 13 ambao nataka nisome, akasema kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Mstari wa 14 anasema basi wamwiteye yeye wasiyemwamini, tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Mstari wa 15 anasema tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni vizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Jamani, amina. Tunazungumza kwa habari ya uinjilisti na ufadhili wa injili. Amezungumza mchungaji wetu kiongozi hapa na mkurugenzi wetu wa idara ya uinjilisti ya taifa, mtumishi wa Mungu Mchungaji Tanjarika. Amezungumza tu sasa hivi kwa habari ya mikutano ya Mega Crusade hiyo wanayoifanya. Ile mikutano imefanya kwa mfano huo wa Manyara, mimi pale ndio nyumbani. Nimepata taarifa namna ambavyo watu wamefurika makanisani. Na moja ya mchungaji anayefanya semina ni rafiki yangu kwenye huo mji, anasema kila siku watu wanaendelea kuja baada ya ule mkutano. Watu wanaendelea kuja baada ya ule mkutano. Wapendwa, amina. Bila ya kuhubiri injili watu hawataokoka. Nilisema uinjilisti ni habari njema ya kuwa Yesu alikufa msalabani, akafufuka na leo yuko hai. Sasa tunapozungumzia uinjilisti na ufadhili wa injili, ninachotaka kusema injili hata siku moja haitaweza kufika mahali pa kumfikia mhusika ili aweze kuokolewa kama fedha haijatumika. Jamani, sawa Bila ya fedha kutumika, injili haiwezi kumfikia mwenye dhambi. Yaani lazima fedha itumike ili iweze kumfikia mwenye dhambi. Sasa tunasoma kwenye hiyo kitabu cha Warumi, kama ambavyo tunasoma kwenye hicho kitabu cha Warumi, tuna hayo maneno ambayo tumesoma hayo maneno ya kitabu cha Warumi, huo mlango wa 10. Hii mistari ilikuwa inanitafakarisha sana namna ambavyo Mungu Paulo anawaandikia Waefeso. Mstari wa 9 anawaambia kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni kwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Jamani, amina. Mstari wa 10 anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarike. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Sasa kitabu cha Warumi, watu wa Mungu, sura hiyo ya 10, Paulo anazungumza kwa habari ya kuwaeleza Warumi ya kwamba jamani, ili mtu aokoke sio kwa matendo ya sheria. Kulikuwa na mabishano, mtu anaokokaje? Anaokoka kwa kuishi maisha mazuri, yaani kutembea kitakatifu kiasi kwamba haugusi, haukanyagi sisimizi, maisha ya sheria, maisha ya matendo, yaani unajilinda usiongee mabaya, alafu tunasema baada ya hayo unasema mimi nimeokoka. Mwingine anasema mimi nitamuona Mungu hata kama simjui Yesu, kwa sababu mimi situkanagi, mimi silewi, mimi sio mzinzi,
mimi sio jambazi, mambo ya Yesu mimi siyajui, lakini mimi nitamuona Mungu. Jamani, amina. Hiyo ni injili ya matendo ya sheria ambayo Paulo alikuwa anagombana na Wayahudi hapa. Sasa Paulo anawabadilishia, anawaambia jamani hivi, wokovu sio kwa matendo ya sheria, isipokuwa ni kwa kumwamini nani jamani? Yesu. Jamani, amina. Maana Yesu ndio alikufa msalabani na amesema yeye ndio njia, kweli na uzima. Jamani, sawa? Sasa hapa anawapa mchakato wa namna ambavyo mtu anaweza kuokoka. Sawa sawa jamani? Anawapa mchakato wa namna ambavyo ili mtu aweze kuokoka, anawaeleza ule mchakato pale ulivyo. Na ule mchakato uko kwenye sura ile ya 14, mstari wa 14, sura ya 10 mstari wa 14 na ya 15. Anasema basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Kwa hiyo sasa Paulo anaanza, anasema ili mtu aokoke ni lazima kwanza yeye, hatua ya kwanza ni lazima amuite yeye, na kwa lugha nyingine ni lazima amwamini yeye. Sawa jamani? Wapendwa, Bwana asifiwe. Yaani kwa lugha nyingine ni lazima amwamini, yaani afike mahali akiri kwa kinywa chake, aseme sasa mimi ninaokoka. Lazima usikie kwa mara ya kwanza. Jamani, sawa? Lazima usikie. Na wengi wetu hapa kabla hatujaokoka tulisikia injili kwanza, ndipo tukaamua kuokoka. Jamani, amina. Tulisikia kwanza ndipo tukaanza kuokoka. Ni watu wachache sana walisikia injili kwa mara ya kwanza wakaokoka siku hiyo hiyo. Kuna namna Mungu huwa anasema na sisi. Tunasikia kwanza, lile jambo linaendelea kusema ndani yetu, mwishoni tunajikuta sasa unafanya maamuzi. Alikuwa anazungumza mchungaji, niliwahi kusema hapa, nikasema nilikuwa nasoma kitabu cha Reinhard Bonke, Daniel Kolenda ameandika kuhusu Dansan Kanemba, huyu mchungaji wetu. Anasema yeye anapita jangwani, alisikia sauti ya injili inahubiriwa. Aliposikia tu akavutiwa pale, akaenda pale, akaokoka ile siku kwa sababu alisikia. Jamani, amina. Kwa injili lazima isikike. Kwa jambo la pili anasema ili mtu aweze kuokoka, anasema ili mtu asikie. Sawa jamani? Anaendelea kutaja ule mstari wa 14, anasema tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Kwa ili mtu asikie lazima mhubiri ahubiri. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Walikuwa wananiambia zaidi ya watu, alisema mchungaji hapa, zaidi ya watu 1000 walimpokea Yesu kwenye mkutano ule wa Manyara. Zaidi ya watu 1000. Alikuwa ananisimulia kanisa lingine lilienda kuchukua waongofu wapya, kosta 2 zikajaa kuwapeleka kanisani, na wakaongezeka wengine kwa sababu injili ilihubiriwa pale, na watu wengi kiasi hicho waliokoka kwa sababu walisikia. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kwa ili injili ifanikiwe, ili watu waokoke, ni lazima hatua ya mchakato wa pili baada ya kusikia, ni lazima mhubiri aende. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ili mhubiri aende, kuna hatua nyingine ya muhimu. Hiyo mstari huu wa 14, lazima mhubiri apelekwe. Jamani, amina. Lazima afanyaje? Apelekwe. Sasa eneo hili la kumpeleka mhubiri ndilo ambalo sasa linataka pesa. Yaani hili ndio eneo ambalo linataka pesa. Hapa ndipo pesa inaenda kuhitajika. Hapa ndio pesa inaenda kuhitajika. Vinginevyo injili haiwezi kufika mahali ambapo inatakiwa imkute mtu ambaye hajawahi kukutana na neno la Mungu. Ni lazima hiyo injili iende, ifike kwa huyu mtu ili aweze kuokoka. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe.
Na hili ni la muhimu sana. Yaani nilikuwa na tafakari, nilikuwa nasema kama ambavyo mtu anaweza akafa kwa sababu imekosekana pesa ya kumpeleka kwa daktari, ndivyo ambavyo mtu anaweza kufa akaenda jehanamu kwa sababu mhubiri hajaenda kuhubiri. Jamani, amini. Bwana asifiwe. Yaani nakueleza hivi, kuna watu leo hawatafika mbinguni, wengine watakuwa walishakufa, sio kwa sababu injili haipo, lakini mhubiri ameshindwa kupelekwa. Yaani mhubiri ameshindwa kupelekwa. Kuna maeneo niliwahi kwenda, kuna eneo niliwahi kufika kule vijijini Shinyanga, hakuna hospitali, hakuna kituo cha afya, hakuna kanisa, isipokuwa waganga wa kienyeji tu ndio wametawala kwenye ule mji. Yaani kwenye ule mji wao tu ndio wametawala. Kwa hiyo wale watu hawataweza kwenda pale kwa sababu kuna kanisa halijawekwa pale. Jamani, amina. Kwa hiyo namna hiyo ambayo mhubiri ambayo hospitali haipo, kwa hiyo mama mjamzito anakufa akiwa na mtoto wake tumboni kwa sababu amekosa huduma ya hospitali, ndivyo ambavyo kuna watu wataenda jehanamu, wataenda motoni kwa sababu injili haijafika mahali pale. Jamani.